amepigwa ni kutamka hiyo. Ili uwe Mwanglikana ni lazima umtii na kuwa na ushirika na askofu wa Canterbury. Sasa wewe niwaambie nini maana yake? Ngoja niwaambie nini maana yake. Sikalisema. Askofu wa Canterbury ndio wenye ushirika na mashoga. Ndio mwenye ushirika na mashoga. Na ndio waliokimbiwa na karibuni 90% ya maaskofu wote wa Kianglikana duniani walipokwenda kwenye Lambeth ya 2022. Huyo ndio askofu wa Canterbury. Walikimbiwa na maaskofu wa Kianglikana duniani takriban 90%. Takriban. Wakakata ushirika na askofu wa Canterbury. Miongoni mwao ni maaskofu wenzake wanaoshirikiana nao katika jimbo tuliotoka. Miongoni mwao walikuwa 7. Sasa mimi nimuulize, kama kutokuwa na ushirika na askofu wa Canterbury, wewe sio Mwanglikana, maaskofu wenzake 7 ambao wako katika nyumba yao ya maaskofu Dodoma sio Waanglikana? Unaona ndio ni mambo. Ndio nasema na sifuri. Kumbe wameanza kujikana wenyewe kwa wenyewe. Wanaweza wasifiwe. Wameanza kujikana wenyewe kwa wenyewe. Miongoni mwao 7. Na naweza nikawataja majina kwa sababu nawajua. Wewe sio Mwanglikana. Sisi ni Waanglikana kweli kweli. Na wala hatuna hila ndani yetu. Wanaweza wasifiwe. Na mimi natoa wito mbele ya vyombo vya habari. Mna askofu wasiogopa. Wanaweza wasifiwe. Wao wanasema chini. Kwa Kikaguru Njoo niambie kwa Kikaguru nini? Wakuronga siasa. Sisi tunasema hadharani. Natoa wito kwa aliyeandika waraka ule kwamba aseme hadharani kama wale wenzake 7 waliomkataa askofu wa Canterbury na hawakwenda huko Lambeth kwamba sio Waanglikana, aje hadharani aseme. Na kama hawezi kusema na kuwakana wenzake wale 7, anyamaze mpaka kufa. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.